Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji wa chaneli yetu ya Yoshi Testimony TV, yani ushuhuda wa Yesu Kristo. Ni siku nyingine tena kwa neema ya Mungu tumekutana kujifunza neno la Mungu, na nimekuwa nikifundisha somo hili ya kitabu cha Injili ya Yohana kuanzia sura ya kwanza, na sasa tumefika katika Injili ya Yohana sura ya 8, na leo tutajifunza mstari wa kwanza mpaka wa 11, ambayo kichwa cha somo langu nimekipa neema na ukweli katika Yesu Kristo. Yoshi TV, ufalme wa Mungu duniani. Na habari ambayo tutaiona ni mwanamke ambaye amefumaniwa, na hao Mafarisayo wakampeleka kwa Yesu na wakamuuliza maswali Yesu. Je, Torati nasema ya Musa mtu wa namna hii apigwe mawe mpaka afe? Je, wewe unasemaje? Basi tutakuja kuona hii habari jinsi gani Yesu alivyojibu kwa hekima na kuonyesha neema na rehema na huruma kubwa zaidi. Na katika somo hili tutajifunza mambo kadhaa, ambayo mojawapo utakuja kuona jinsi gani Yesu ambavyo anaendelea kuonyesha neema yake, huruma yake na ukweli wake mpaka leo. Basi tusome mistari hii na tutaenda kujifunza zaidi. Naomba ufuatane nami. Biblia inasema mstari wa kwanza wa Yohana sura ya 8. Biblia inasema walikwenda kila mtu nyumbani kwake, naye Yesu akaenda mpaka mlima wa Mzeituni. Hata asubuhi kulipokucha akaingia tena hekaluni, na watu wote wakamwendea, naye akaketi akawa akiwafundisha. Waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, wakamweka katikati. Wakamwambia, Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Basi katika Torati ya Musa ilituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii, nawe wasemaje? Nao wakasema neno hilo wakimjaribu, ili wapate sababu ya kumshtaki. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia wakashitakiwa na dhamiri zao, wakatoka mmoja mmoja, wakianzia tangu wazee hata wa mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake, na yule mwanamke amesimama katikati. Yesu akajiinua asimuone mtu, ila yule mwanamke akamwambia, mwanamke, wako wapi wale washtaki wako? Je, hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Akamwambia, hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu. Enenda zako, wala usitende dhambi tena. Ondoka zako, wala usitende dhambi tena. Haya ni maneno ya Yesu ambayo alikutana na hawa Wafarisayo. Mstari wa kwanza unatuonyesha kwamba walikwenda kila mtu katika nyumba yake, na Yesu akaenda mpaka mlima wa Mzeituni. Na mstari huu ni mwendelezo wa kitabu cha Yohana sura ya 7, na baadhi ya Biblia wanasema mstari huu uko katika Yohana 7 mstari wa 53, na wengine wameunganisha mstari huu wa 53 wameweka pamoja na Yohana sura ya 8 mstari wa kwanza, kwamba
walikwenda kila mtu nyumbani kwake, naye Yesu akaenda mpaka mlima Mzeituni. Na ukiangalia hii habari kiconnect na sura ya 7 ambapo Yesu pia alikuwa na Mafarisayo hawa ambao walitumwa kumhoji, kumuuliza na kumpeleleza na kutafuta sababu ya kumkamata, lakini walishindwa kumkamata. Na hawa wakuu wa dini na hao watu walivyorudi wakawaambia hawa Mafarisayo kwamba hatujaona sababu ya kumkamata Yesu, na huyu mtu anaongea maneno mazuri kabisa ambayo hatujaona sababu ya kumshika. Lakini Mafarisayo bado wanataka wamshike wamkamate Yesu. Katokea mtu anaitwa Nikodemu, yule ambaye alikuwa na Yesu sura ya 3, akamwambia, jamani, sheria yetu haituruhusu kumkamata, lazima tumuite tumhoji ili tupate sababu ya kumkamata, kumshtaki. Hivyo Yesu aliokolewa na Nikodemu kwa design hiyo. Lakini bado hawa watu Mafarisayo waliendelea kumtafuta Yesu kumkamata, na hapa wakamtega Yesu kwa kumletea mwanamke ambaye amefumaniwa, na walijua kwamba Torati ya Musa inataka kwamba mtu aliyefumaniwa apigwe mawe mpaka afe. Lakini pia walijua kwamba Yesu amejawa huruma, amejawa upendo, na Yesu amejawa neema. Sasa ataamuaje jambo hili? Na Yesu alijua dhamira ya mioyo yao, kwamba hawa watu hawana dhamira njema. Kazi yao ni kuhukumu, kazi yao ni kuua, kazi yao ni kuharibu. Lakini Yesu badala ya kuwajibu, akainamisha kichwa chini, akachola katika ardhi dhambi za kila moja. Na baada ya muda, kila mtu alivyoinamisha kuangalia kitu alichokiandika, akajikuta kila mtu ameandikiwa dhambi zake. Na Yesu akamwambia, ni nani ambaye hana dhambi katikati yenu? Kama yupo, basi awe wa kwanza kumhukumu na kumpiga mawe. Lakini alivyoinua kichwa, akakuta wale wote wamekimbia, na hakuna hata mtu mmoja ambaye alibaki kumhukumu yule mwanamama. Na Yesu akasema, hata mimi sina haki au sina sababu ya kukuhukumu wewe. Nenda zako kwa amani, ukawe salama kabisa. Na yule mama akaondoka, akawa na usalama na uzima. Mambo gani tunajifunza katika habari hii? Mambo 3 4 machache nataka tujifunze. Jambo la kwanza, sheria bila huruma huleta hukumu. Kama kuna sheria kubwa ni nzuri, napendeza, lakini kama haina huruma, kinyume chake itakuwa ni hukumu. Hawa waandishi wa sheria na Mafarisayo walimleta mbele za Yesu wakitaka kumtega. Walikuwa wanajua kabisa sheria, lakini walikosa huruma. Walikosa huruma. Na watu wengi ambao wanakimbilia kuhukumu, wanakimbilia kuona wenzao wana makosa. Na ndio maana Yesu alisema katika kitabu cha Luka 6:41-42 pale, akasema hivi, mbona unaona kibanzi katika jicho la nduguye wakati wewe una boliti? Kama unaweza litoe boliti kwanza, ndivyo unaweza kutoa kibanzi cha mwenzako. Ina maana kwamba watu wengi wanapenda kuhukumu. Watu wengi wanapenda kuona matatizo ya watu. Kitabu cha Yakobo 2:13 inatukumbusha, hukumu isiyo ya rehema humpata yeye asiyefanya rehema. Kama wewe hautuna rehema, hauna huruma, hawezi kumsaidia mwenzako. Na ndio maana Yesu akatuonya, usihukumu, usije ukahukumiwa. Na Yesu mwenyewe ambao mwenye mhukumu wa haki, lakini bado amejawa huruma, bado amejawa upendo. Ndio maana amepewa mamlaka yote duniani na mbinguni, anaweza kutuhukumu sana wakati yote. Lakini ametupa nafasi wanadamu ya kuweza kujifikiria toba, ya kuweza kuifikiria toba, ya kuweza kuirudia hali ambayo unaona haifai. Uweze kujitakasa, uweze kujirudisha, uweze kuona mahali unapopotea, ili Yesu akupokee, akusamee. Hivyo Yesu amejaa huruma, amejaa upendo, na amejaa kweli. Na kusimpendwa, uweze kupokea hii rehema za Yesu. Yesu alijua kabisa huyu mwanamama amekosea,
Huyu mwanamama kweli Torati namtaka apigwe mawe, lakini alikumbuka kuwa na huruma. Kitu cha pili ambapo tunajifunza katika mistari hii, Yesu anaifunua mioyo ya wanadamu. Kitabu cha Yeremia anasema moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Ni nani anaweza kuujua moyo wa wanadamu? Mungu pekee ndo anaweza kuchunguza moyo wa wanadamu na kumpa kila mtu sawa na matendo yake. Lakini hapo tunakuja kuona pia Yesu anaonyesha uungu. Anaweza kuingia ndani ya moyo wa mwanadamu na kuweza kuchora dhambi za kila mtu na kuonyesha utupu wa kila mtu, na kila mtu anashtuka na kusema hakika kweli mimi hizi dhambi nimezitenda, na anakimbia kwa sababu Yesu ana uwezo kuingia ndani ya moyo wa mwanadamu na kupenyeza na kuonyesha hali na utupu na uovu na udhaifu wa mwanadamu ambao umejificha kwa nje, hawezekani kuonekana. Ndio maana Yesu akasema kwamba nyie Mafarisayo ni wanafiki, mnaosha, ni sawa na mtu anayeosha kikombe kwa nje lakini ndani yake ni kichafu, au ni sawa na kaburi inaonekana zuri nje lakini ndani imejawa mifupa iliyooza. Yesu ana uwezo kuingia ndani ya moyo akachimbua uhalisia wa mtu na akamweka mtupu, na mtu atabaki kuumbuka. Some mstari wa 6 kidogo na wa 9. Nao wakasema neno hili wakimjaribu ili wapate sababu ya kumshtaki. Lakini Yesu akainama, akaandika kwa kidole chake katika nchi, akaandika dhambi zao, akaandika utupu wao. Usikubali Yesu akuandike, usikubali Yesu akuweke utupu, usikubali Yesu akuumbue. Vijana wanasema kwa lugha ya Kiswahili, kwa lugha nyingine, Yesu yupo na anaona ndani ya moyo wako. Kitabu cha Warumi 3:23 nasema wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hakuna mwanadamu hata mmoja ambaye ni mtakatifu. Wote wamepotea na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hivyo usikimbilie kuhukumu, usikimbilie kujiona mtakatifu, bali omba rehema na msaada wa Mungu ndani yako. Somo la 3 tunajifunza Yesu hatoi hukumu bali huleta wokovu. Tusome mstari wa 10 tena. Yesu akajiinua asimwone mtu ila yule mwanamke, akamwambia, mwanamke, wako wapi waliokushtaki? Je, hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Akamwambia, hakuna Bwana. Yesu, hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu, enenda zako wala usitende dhambi tena. Yesu baada ya kutoa hukumu, kwa sababu amejaa upendo, amejaa amani, amejaa furaha, amejaa wokovu, anakuja kutoa wokovu. Anasema usitende dhambi tena. Ina maana gani? Anakuja kutangaza wokovu. Wokovu ni nini? Wokovu ni kutoka katika hali ya mauti, hali ya kupotea, hali ya kushindwa, na kukaa katika upande wa uzima, upande wa amani, upande wa usalama, upande wa uzima wa milele. Yesu anakuja kumtangazia uzima huyu ndugu. Soma katika Yohana 3:17. Mungu hakumtuma mwana wake ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie hahukumiwi, lakini asiyeamini amekwisha hukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana wa Mungu wa pekee. Na hii ndio hukumu, watu wamependa giza kuliko nuru, maana matendo yao ni mabaya. Ina maana kwamba mtu ambaye hajaokoka, hajaupokea wokovu, mtu ambaye hajamfuata Yesu, yeye mwenyewe amekwisha kuhukumiwa. Lakini Yesu hajamhukumu mtu. Yesu anataka wote warudi wapokee wokovu. Mtu mmoja alisema maneno haya, Yesu alikuja kuokoa, si kuhukumu. Wokovu sio hukumu. Wokovu si dini ya watu ambao wanajiona wameokoka, wamejiona watakatifu. Hapana. Wokovu ni maisha yaliyobadilika, yanayompendeza Yesu,
yaliyotoka katika hukumu, yaliyotoka katika mauti na kuenenda katika uzima, furaha na amani na wokovu ndani ya Kristo. Ndio maana Yesu akamwambia usitende dhambi tena. Ni maneno hayo Yesu alimwambia Zakayo kwamba wokovu umeingia nyumbani mwako. Maneno hayo Yesu alimwambia wakina Petro, Yakobo na Yohana alivyokuwa wanavua, akamwambia njooni huku, wokovu umeingia leo, mtakuwa wavuvi wa watu, si tena wavuvi wa samaki. Alikuja kutangaza badiliko, kutangaza jambo jipya, kutangaza mwanzo mpya. Na leo hii Yesu bado yupo. Pointi ya 4, neema ya Yesu inakuita kwenye maisha mapya. Akaambia usitende dhambi tena. Hayo ni maisha mapya. Na zaidi akamwambia nenda zako, usitende dhambi tena. Manake toka sasa, badilika sasa. Nenda zako ukiwa mzima, nenda zako ukiwa na amani. Usitende dhambi tena. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Warumi 6:1-2 nasema, je, tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? La hasha. Sisi tuliofilia dhambi haitupasi tena kuenenda katika dhambi. Inamaanisha nini? Neema ya Mungu inatuita katika maisha mapya. Neema ya Mungu inatuita katika wokovu. Neema ya Mungu inatuita katika badiliko. Neema ya Mungu inatuita katika mwanzo upya. Leo hii Yesu yuko bado, amejaa neema na ukweli, amejaa msamaha, amejaa wokovu. Anataka leo ubadilishe maisha yako, umpokee Yesu au Kristo awe Bwana, awe msaada. Na umalizia somo langu, taka ubaki na maneno haya taka kusaidia. Usiwe mtu wa kuhukumu wengine kwa haraka. Wote tunahitaji neema ya Mungu. Wote tunahitaji msaada wa Mungu. Usiwe mtu kukimbilia kumwambia wewe umekosea, wewe wa dhambi, wewe unastahili kufa, wewe unastahili adhabu ya mauti. Biblia inasema sasa basi hakuna adhabu ya mauti juu yao walio katika Kristo Yesu. Ina maana yoyote ambaye unamwona leo ni mdhambi, yote unamwona leo ameshindwa, akiingia katika Kristo Yesu, ili hata mashtaka inafutwa, anaingia katika uzima milele. Ndio maana nataka tukuongezee pia kwamba mletee Yesu dhambi zako zote. Yeye usamehe na kuponya. Hajalishi dhambi zako ni kubwa kiasi gani. Huyu mwanamke alikuwa anastahili kifo, lakini Yesu akamletea uzima na akamponya. Badala ya kifo, akaondoka akiwa mzima na furaha na ushindi na maisha mapya. Hivyo nakusihi mpendwa, pokea neema ya Kristo na uishi maisha mapya ya haki ndani ya Yesu. Utakuwa umeokoka, utakuwa kiumbe kipya. Ya kale yatapita na sasa utaanza kuishi maisha ya uzima na amani. Kama hujaokoka na kushauri uokoke, na kama umeokoka baki kumwamini Yesu. Tuombee wengine neema ya Yesu, tusiwahukumu, tusiwahesabia adhabu. Wengine wanaenda mbali kuwafanya visa au kuombea kisasi kwa sababu walikufanyia mambo ambayo hujayapenda, ukawalaani. Biblia tuambia tuwabariki, kwa sababu kisasi ki juu ya Bwana, na yeye anaweza kumwokoa mtu yoyote saa yoyote wakati wowote. Wewe kusimpendwa, pokea Yesu awe Bwana amkuza maisha yako. Kama umeokoka, Mungu akubariki. Kama hujaokoka, fuatisha maneno haya, utakuwa umeokoka. Sema asante Yesu kwa neema yako. Siku ya leo nimesikia neno lako kwamba umejawa rehema na neema. Nisaidie Bwana, nikupokee wewe, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ya kale yamepita na sasa naanza upya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Mungu akubariki. Tuungane katika kipindi kinachofuata.